Hivyo basi, kwenye hii video nimekuwekea kwanza kwa kukurahisishia link hapa kwenye caption ya hii video ambayo itakuwezesha kuipata HFM na kujisajili. Okay? Ila kabla hujaenda kujisajili lazima uimalize hii video ili ujue unajisajili vipi na HFM. So tukija kama hapa tunaiona, ukishaingia kwenye hiyo link itakufungulia hichi hapa kitu, trading with the best trading conditions. Hii ndo HFM kama unavyoiona hapa. Sasa ukifungua hapa utaona sehemu imeandikwa register. So utajiregister hapo, utabonyeza hiyo register, itakuuliza kama wewe ni binadamu. Maana yake utatakiwa verify if you are human. Verify hapo. Ukisha verify basi inafunguka hii hapa page. So ikifunguka hii page inakuja na vitu kadhaa. Inakuja na kwanza country, wewe ni Mtanzania, lazima uwe. Kama upo nje ya nchi nyingine basi utatakiwa uselect kwenye hiyo nchi uliopo. Kama upo Kenya, upo South Africa, whatever ulipo, utatakiwa uselect nchi husika. Lakini pia utaweka namba ya simu au email ambayo ipo active hapo upo nayo muda huo. Na pia utatengeneza password. Kama unavyoona hapo, mimi hapa naenda kuweka vitu ambavyo ndo vinanihusu mimi hapa. So ukifanikiwa kutengeneza hiyo password, unavuka kwenye hiyo process. Kuwa makini kwa sababu ni kitu kigumu sana kwa mtu ambaye haelewi. So kuwa makini kuangalia ni nini ninachokifanya na nini ninachokielezea ili uweze kufanikisha. So ukishafanikisha kuendelea kwenye next step, itakwambia verify your email kama uliweka email kwa kutumia code. So watakutumia codes ambazo hizo codes zitakusaidia wewe kuverify. Hizo codes utazijaza hapa. So kama mimi hapo nikajaza kodi, nimejaza kodi, imefunguka, imeniambia you have been successful verified your email address. Baada ya hapo inafunguka hii page. Hii page ina vitu simple sana. Hii page inakusanya personal information zako. Maana yake inamaanisha inataka personal information, kwa mfano jina lako la kwanza, jina lako la pili, namba yako ya simu, mwaka wako wa kuzaliwa, tarehe yako ya kuzaliwa. Hizi ndizo personal information tunaziita. Maana yake utatakiwa ujaze hizo personal information. Ukishamaliza kuzijaza hizi personal information, kwa mfano mimi hapa napeleka haraka, nazijaza kama zilivyo kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo unakuwa unavijua wewe binafsi. Nimejaza hapo kama unavyoona. Ukishajaza mwishoni nakwambia continue. Utatiki hizo, usiache hizo, utaconfirm that is not a USA. Kama wewe sio Mtanzania au upo United States, utaconfirm. Kama upo utaconfirm. Then baada ya hapo utacontinue. Ukicontinue hapo itakuja kukufungulia kitu kingine. Itakufungulia baadhi ya account. Sawa? Kuna exclusive account, kuna superior account, kuna bonus account. Lakini kwa sasa hivi hapa account ambayo na kurecommend wewe kufungua kama ndio unaanza ni hii hapa ya chini hapa. Hii inaitwa Shield 500 account. Sawa, hii Shield 500 account, vigezo vya hii account inakwambia uwe na minimum deposit ya $10. Maana yake unaweza kudeposit kuanzia $10. Unaweza ukaweka kuanzia $10 tu. Sasa hii inasema loss protection. Hii ni account ambayo ina protect loss yako. Hapo ndo pamuhimu kupazungumzia kwenye hii account ambayo nakurecommend uifungue. Na ina expire ndani ya siku 10. Maana yake kama umefungua hii account alafu hujaweka $, huja deposit kuanzia $10, hujaweka ndani ya siku 10 ina expire. So unachotakiwa kukifanya, ukishafungua hii deposit $10. Kwa sababu utakapoanza kutrade inalinda mtaji wako. Sawa? Kama umetrade ndani ya siku 28, sawa? Umepoteza katika, tuseme uliweka $100, umepoteza $30, basi hii account itarefund zile $30, itazirudisha zile $30. Ndio maana hii account, na hii imewekwa kwa sababu ya watu wengi ambao wanaanza huwa wanakuwa ni waoga kupoteza. Sasa ili uweze kujifunza na upewe second chance, lazima upate account kama hii, itakusaidia. Okay? Okay, tuendelee. Kufungua hii account utaiselect yenyewe. So hii account the way tunaifungua hapa, ukisha iselect itaload, itafunguka. Na inavyofunguka itakuomba hiki kitu. Itakuomba namba ya simu hapo, itaniambia verify. Lazima wakuverify wajue ni wewe. Na hiyo namba uko nayo.
So watakutumia codes ambazo zita take time kama dakika 2 kufika, na kama hazitofika ndani ya dakika 2 basi utarudia tena kupress hiyo, kuomba tena, uta resend code. Zikirudi tena hizo code lazima zitarudi. Zikirudi hapo wakaniambia niweke tena password ya hii account. Sawa, utatengeneza password kama ile niliyokueleza mara ya kwanza. Inatakiwa ina characters zinazoanzia 8 kwenda juu, iwe at least ina herufi kubwa na ndogo, lakini pia iwe na namba, pia iwe na special character kama nyota, leli, kiulizo, alama ya mshangao, jumlisha, toa. Hizo ndo special character. So utajaza hiyo password. Mimi najaza password yangu. Baada ya kujaza itafunguka. Sawa, ikifunguka moja kwa moja, hii ndo akaunti yako ya wewe kuweza kuingia kwenye kutrade. Maanake utaenda kwenye Meta4. Ili uende kwenye Meta4, nitakuelekeza jinsi ya kuunganisha hii HFM na Meta4, kwamba hela yako itoke huku ingie kwenye MetaTrader 4 au 5 ili uweze kutrade. Sawa, hivyo vote vipindi vinakuja, unatakiwa stay hapa ili uelewe.